kuwa ni siku ya kimataifa kusherehekea watu ambao wamepotea au kufungwa katika maeneo yasiyojulikana. Hapa nchini Kenya basi wanaharakati pamoja na wanasiasa waliungana na kukashifu vikali serikali, huku wakiitaka kuwajibika kwa watu waliopotea. Mwanahabari mwenzangu Hussein Mohamed na taarifa hiyo. Taswira ya kiwewe, huzuni na wasiwasi imeonekana kutanda na kukithiri katika maeneo tofauti hapa nchini. Taswira ambayo imewaacha familia kubana na hofu ya kutojua mahala ambapo wanao au wapendwa wao wapo. Katika bustani ya Uhuru, maadhimisho ya siku ya waliopotea yanaonekana kufungua ukurasa mpya katika haki za binadamu. Sio wanasiasa, hata wanaharakati waliungana kupinga matukio ya watu kupotea na miili kupatikana katika maeneo tofauti. Swala hili sio swala la Waislamu peke yake. Swala hili ni la Wakenya wote. Hatuwezi tukakubali chini ya vizingizio kwamba ni vita dhidi ya ugaidi, wananchi wa Kenya waanze kumalizwa moja kwa moja, familia kuachwa yatima, ambao wamedhulumiwa, wamepoteza maisha, na tukawa na evidence kwamba hao watu wamekufa wakazikwa na tunajua mahala wamezikwa. Wakibeba mabango yaliyoweka wazi kauli zao, waliandamana katika barabara ya mji wa Nairobi. Upeo wa swala nzima ukawa na mkutano ulionuia kuweka bayana changamoto na suluhu, na wakaweka yote wazi wazi. As we as we observe this day, please remember that there is a mousetrap in the house and it can actually get anybody. For you to get the unconditional support of the West is for you to say Islamic terrorists. Shout loud. If it doesn't exist, create it. I'm not saying that it does not exist, it does exist. But the manner it's being done around, it looks like there's a process to create it so that you can carry favors with the West. I mean, for hundreds of years we have had those madrasas in this country doing exactly the same thing. They have been graduating students. Those students have been memorizing Quran. Madrasas have been there. Mosques have been there. The Quran is the same one. Why didn't we have terrorism all those years? I mean, it's not the institutions, it's not the religion, it's the people, it's the individuals. So why don't we look for individuals who are involved in these things? Huku macho yote yakiangazia idara ya usalama kwa kile wamekitaja kama dhulma na utepetevu wa kufanya uchunguzi wa mauaji ya watu wanaodaiwa kuwa wagaidi au kuhusika na masuala hayo. Hapa wanafafanua. If it is not the state, isn't the state worried that there is a breakdown of law and order? What are they doing about it? It has happened once too many for us to think it is not the state. The only conclusion is that it is the state and it is people they have sent, and if not, they are encouraging the situation. How many are those who have disappeared? What are their names? And what action has been taken against the people who made them disappear? Kwa kauli moja wakaamua watawasilisha mswada maalum pamoja na kuunda kikundi maalum cha kupigania haki za watu waliopotea. We will petition the United Nations Special Rapporteur on Counter-Terrorism and Human Rights to investigate Kenya and the Anti-Terrorism Police Unit. Maadhimisho haya wanasema ni mwamko mpya kwa zaidi ya watu 200 ambao wameweza kupotea mwaka huu, lakini huku mtafaruku kutokota baina serikali na wanaharakati, bado familia ambao wapendwa wao wamepotea wanalilia haki. Hussein Mohamed, KTN leo, Nairobi.